Mtanzania mwenzangu popote ulipo, ninakusalimu. Hujambo, karibu ni kupashe yale ambayo yametendeka. Hii serikali ya Samia Suluhu Hassan inawakosea wananchi. Hautaamini kwamba serikali hii ya Samia ambayo inajilazimisha kwa wananchi au iliweza kujilazimisha kwa wananchi imefyeka maelfu ya heka za mahindi huko Loliondo, Ngorongoro, na wananchi wanateswa sana. Na ninajiuliza, mtu kama mimi Bwana Ezra, hawa wananchi wa Ngorongoro wa Maasai wamewakosea nini Samia na utawala wake? Yaani hizo picha ambazo naziona hapo ndizo ambazo nimeweza kuzipokea kwa simu yangu, kwa sababu huyu ni mwananchi mwenye huwa ananitazama na amesema, Bwana Ezra, angazia hili swala ili ulimwengu ukauone, ama swala hili likaonwe na ulimwengu mzima. Ananiambia, Bwana Ezra, hizo ni ekari za mahindi ambazo zimefyekwa na walinda usalama ndio walikuwa wanafanya hilo. Sasa ananieleza kwamba pembejeo zote zinauzwa na serikali. Sasa kama walijua hawatakiwi hawa wananchi upande wa Ngorongoro, Loliondo, hawatakiwi, kama serikali ilijua hawatakiwi kulima, kwa nini waliwauzia mbegu na mbolea? Kwa sababu huyo ananieleza, Bwana Ezra, mbegu au kipenda pembejeo na mbolea, hayo yote ama hivyo vyote vinauzwa na serikali ya Samia. Ni kwa nini basi walituuzia? Wamesubiri tumepanda mpaka hii mimea imefika kipindi hichi, mahindi yamekuwa sawa, yako na afya njema, alafu wanakuja kufyeka kabisa, kufyeka chini. Ni aibu, ni uchungu. Yaani huyu ameniandikia arafa ingine hapa mpaka nimeona huzuni. Ananiambia kwamba, Bwana Ezra, mtu anaenda shamba wanamuona, serikali inamuona akielekea shambani, analima wanamuona, anapanda wanamuona, anapalilia wanamuona, wanasubiri mahindi yakue alafu wanafyeka. Hawa watu ni wajinga bana. Kwa sababu ananieleza, Bwana Ezra, tumekutafuta sana, kwa sababu hata mimi sijakuwa kwenye mtandao wetu hapa. Ananieleza hivi, tukio hili lilitokea mnamo tarehe 17 mwezi huu wa 3 mwaka 2026. Akaniambia kwamba, habari kaka yangu Ezra, mimi ni mfuatiliaji wako katika harakati zako za kutetea wananchi wa Tanzania katika stesheni yako ya Tanzania News TV na kupigania haki za watu zisipokonywe na hii serikali dhalimu ya Samia. Akaniambia hivi, hapa hizo picha ambazo unaziona hapo, hapa ni Loliondo, kata ya Orgosoroku. Kamati ya ulinzi na usalama ilifanya kikao chake. Sikiliza jinsi ambavyo ananieleza. Kamati ya ulinzi na usalama ilifanya kikao chake na mkuu wa wilaya, akaagiza mashamba ya wananchi waliowahi kupigwa na wanajeshi miezi miwili na ya watu wengine ya wakazi wa Loliondo yafyekwe kwa kigezo kuwa yapo msituni ama yako msitu wa Loliondo 1. Unasikia hapo awali watu hawa wamewahi
kupigwa na wanajeshi wa JWTZ. Sasa na mkuu wa wilaya baada ya kufanya kikao cha ulinzi aliagiza kwamba waliopigwa mashamba yao yafyekwe. Atakana kwamba mahindi yao yako karibu kutoa mazao yafyekwe, kwa kigezo kwamba wako katika msitu wa Loliondo 1. Ananiambia hivi, na baada ya agizo hilo la DC Migambo kutoka kata za jirani ikiwemo kata ya Nguse Rusambu na Olorieni Magaraiduru, majina ya Kimasai hayo, wameagizwa kufika kesho yake saa 12:30 asubuhi kufika kituo cha polisi Loliondo na Slesha wakiwa wamevaa mabuti kwa ajili ya kufanya mazoezi. Huu ni udhalimu, watazamaji wangu, huu ni unyama. Anaeleza kwamba ikumbukwe, baada ya maliasili kupiga wananchi kwenye mashamba yao, mbunge ambaye hajachaguliwa na wananchi wa Ngorongoro. Kumbuka kwamba kuna wabunge ambao hatukuwachagua mwaka uliopita, wale ambao walichagua ndio huyu ambaye tunaambiwa kwamba na huyu mwananchi. Mbunge ambaye hajachaguliwa na wananchi wa Ngorongoro aliitisha mkutano na wananchi, wakaelezea hali halisi, ambapo maliasili walikiri mbele ya mkutano na wananchi kuwa walikosea na hawajatekeleza maelezo na taratibu yoyote waliokubaliana na wananchi toka mwaka 2018 mpaka sasa. Unaona, maliasili wao walikubali kwamba walikosea kuwapiga wananchi majuzi tu baada ya kikao na huyu mbunge ambaye wananchi hawakumchagua. Sasa ninashangaa, hivyo mbunge haramu akiwa ofisi, na ofisi ya maliasili walikubaliana na wananchi waendelee kulima mashamba yao, huku utaratibu wa kubainisha mipaka kati ya misitu na makaazi ukifanywa na serikali kwa kushirikiana na wananchi. Unaona, huyu mbunge haramu, hizi ni taarifa ambazo nimepewa. Huyu mbunge haramu na afisi ya maliasili walikubaliana kwamba raia waendelee kulima, waendelee na upanzi wao, waendelee na ukulima wao, huku serikali ambao ni batili ya Samia ikiendelea kubainisha ni wapi ambapo ni mpaka wa msitu na ni wapi ambapo ni mashamba ya raia. Sasa DC, naulizwa DC alitoa wapi kauli yake ya kusema kwamba hakuna wa kumwambia kitu, hata waziri mkuu wa mchongo yeye anatekeleza maelezo ya juu. Sasa huyu mwenye ameniandikia rafa hii ananiuliza, Bwana Ezra, mbunge haramu kwenye kikao cha afisi ya maliasili walielewana vizuri kwamba wacha raia waendelee kulima, lakini sasa DC haijulikani mahala ambapo aliweza kutoa kauli yake na kusema kwamba hakuna wa kumwambia kitu chochote. Hata waziri mkuu wa mchongo hawezi akamwambia chochote, akaagiza walinde usalama wakafyeka haya mashamba. Huu ni unyama, mpenzi mtazamaji, huu ni unyama. Hauwezi ukasubiri wananchi wametumia hela zao, wamefyeka mashamba, yani wamelima mashamba, wameyaandaa, alafu wamenunua mbegu, alafu wamepanda, kisha mnakuja kufyeka.
Huu ni unyama na ni unyama wa hali ya juu. Sasa serikali ya Tanzania yake huyu mama imekuwa ikichukua hatua za kuwahamisha wananchi kutoka maeneo ya Loliondo, wakisema kwamba wanahifadhi ardhi hiyo kwa ajili ya wanyamapori na utalii. Sasa unaona kwamba serikali inasema kwamba inalinda hayo mazingira na wanyamapori ndani ya Ngorongoro Conservation Area. Wanaeleza eti kwamba hao watu waliingia ndani ya msitu na ndio maana wanawafukuza. Serikali inasema eti kwamba wanazuia uharibifu wa ardhi unaotokana na ongezeko la mifugo na wananchi. Na wanaeleza eti kwamba wanakuza sekta ya utalii kwa kuwafukuza hawa Wamasai kutoka kwa mashamba yao na kufyeka pembejeo zao au kipenda mazao na mbegu zao. Lakini wananchi wao wanasema kwamba wananyimwa ardhi yao ya jadi walioishi kwa muda mrefu. Raia wao wanaeleza kwamba haya mashamba ni yao na waliyapata tangia jadi, na hapo ndipo wameishi kwa muda mrefu, lakini serikali inawafurusha. Sasa raia wanasema kwamba wamepoteza mifugo yao, wamepoteza mifugo yao, wamepoteza makazi yao na wamepoteza mashamba yao. Hatua hizo zinafanyika kwa nguvu na bila ya ridhaa ya kutosha kutoka kwa wananchi. Unasikia hapo awali walikuwa wameelewana kwamba lazima papatikane suluhu kabla ya serikali kuamua kutekeleza jambo kama hili la kuwafurusha wananchi kutoka upande wa Ngorongoro. Lakini ni jambo la kusikitisha kwamba serikali imeweza kuamua kuchukua hatua bila ya kuweza kushirikisha umma, bila ya kushirikisha wananchi. Je, Samia, hawa watu ambao anabomolea nyumba, kwa sababu huyu ananieleza kwamba hata nyumba zimebomolewa upande huu wa Loliondo Ngorongoro, watu wamepigwa. Kuna kanda ambayo siwezi nikaweka hapa, alinitumia. Nikiweka hapa YouTube itaondoa hiyo kanda. Watu wanapigwa vibaya bwana na wanajeshi. Alafu utasema kwamba wananchi wako na serikali ya kuwatetea. Serikali ipi hii ya kuwatetea, mpenzi mtazamaji, kipindi ambapo wananchi wanateswa? Unyama kama huu unapaswa kusimama. Wazo lako ni lipi?